Fanya kama unaitoa hivi. Meneja. Inatoka. Hey. Baridi safi na salama. Yaani Azam FC kila mtu anaweza kuugusa, unaweza kutembea. Siku moja niliwaambia watu kwamba Mwalimu Ibenge aliniona nikiwa nimevaa viatu. Nilikuwa na train na wachezaji wa kikosi cha kwanza na academy. Watu akauliza mwalimu, yule winga nani yule? Mbona kama vitu ya Kongo ile? Lakini nikamwambia mimi ni afisa habari tu wa klabu. Akasema sasa kama afisa habari ndio hivi wachezaji wakoje? Anyways, karibu kwenye episode nyingine, nikukaribishe kwenye uwanja wetu wa mazoezi. Leo tunafanya mazoezi kwenye uwanja wa Maisara hapa Zanzibar, na baada ya mchezo wa kwanza sasa hivi tunaelekea kwenye mchezo wa nusu finali. Ni mchezo mgumu sana, lakini we will do our best to make our fans proud and the whole team. Miongoni mwa stori za kufurahisha, za kuvutia kwenye michuano hii ni namna ambavyo mwalimu wetu Ibenge, hususan tukiwa hapa Zanzibar, mwalimu wetu Ibenge amekuwa akitumia sana vijana akiziamini damu changa. Nafikiri una kumbukumbu na jezi namba 60 kwenye mchezo dhidi ya KVZ, na una kumbukumbu na jezi namba 52 kwenye mchezo dhidi ya KVZ. Mwenye jezi namba 52 anaitwa Ashraf Kibeku. Mwenye jezi namba 60 anaitwa Alobogast Kiovia. Mimi mwenyewe nimefanya mazoezi sana mpaka kulipatia jina. Nimefanya mazoezi sana. Si aito mambo vipi? Poa. Unaendeleaje? Fresh. Subiri kidogo. Wewe utaendelea. Najua mzuka umepanda, lakini naingia kwenye session yako kidogo. Sawa. Salamu za Ngita umezipata? Bado. Hajanipa Ngita, si mwanangu. Ngita jana kaweka 2 bwana. Furaha kwetu sote sababu timu inakuwa imepata ushindi timu nzima. Okay, hebu muongelee Ngita kidogo. Unaona striker wa aina gani? Ni mtu ambaye pengine akiwa unamwona anacheza unasikiaje? Kwanza striker mzuri, maana nakumbuka toka mara kwanza amekuja tulikuwa kwenye mashindano ya Mapinduzi. Alikuja na mechi ya kwanza anapata nafasi. Mimi ilikuwa mechi yangu ya pili, kama tulikuwa tunaendana hivyo alinipa assist. Umeona? Kafunga tulivorudi kwenye mechi ya ligi, mimi kampa assist. Kwa kama tunaendana, mimi pia napenda anapocheza, anaweza akakaa na mpira, anaweza kupunguza hata mtu mmoja wawili akaachia akakimbia kwenye maeneo 1-2, anacheza vizuri. Na pia goli analijua, anaweza kufunga. Okay. Jana mmecheza pamoja. Wewe ulikuwa jana unacheza winga? Umekula winga? Mwanao Kibeku kala winga? Alafu mkamtuma Ngita pale juu akawatafutie magoli. Nataka tuongee ile moment. Ngita anaenda kufunga. Umehusika kwenye goli lake moja, sio? Jana Ashraf ndo alitoa assist. Lakini overall Ngita yuko final. Reaction nataka kujua nyinyi ambao mmetoka wote academy, sababu yule ni mdogo kama ninyi, inakufurahisha kiasi gani? Nakupa raha. Nanipa raha kwa sababu mimi huwa naamini kitu kimoja. Napoona mchezaji mwenzangu ambaye waanda au tupo level aina moja, anapata nafasi, anaenda labda sehemu anafanya kitu kikubwa zaidi. Naamini kama tulikuwa naye sehemu moja, tuliweza kufanya kitu kimoja. Yeye kaenda sehemu nyingine kafanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo naamini pia hata kwangu itafika muda wangu na mimi naweza kwenda nikafanya kitu kikubwa zaidi. Okay. Unao nafasi kwa kiasi gani unahisi wewe binafsi ya kuwika na Azam FC? Yaani kwa sababu tayari mambo si yashaonekana. Mechi ya kwanza ulipewa zile za Mapinduzi, kama kulikuwa na baridi hivi. Moja ilikuwa uwe kipa ile mechi ya URA. Ilitoka rungu 2-1, unakumbuka? Nakumbuka. Alafu tumetoka Mapinduzi, tumerudi, sasa hivi tuko kwenye Muungano, lakini naona confidence yako imekuwa kubwa sana. Unahisi una nafasi kiasi gani ya kuwika Azam FC? Nafasi nzuri kwa sababu kwanza mwalimu pia, yani mwalimu ndio mtu ambaye namshukuru sana, afu pia na wachezaji. Mwalimu anatuamini sisi. Yani ule kwamba udogo si utoe, tunaingia uwanjani wewe kama wale. Cheza, haijalishi unakutana na nani, wewe ukishaingia pale pia ni mkubwa. Kwa hiyo anatupa kwanza ile imani ya kujiamini sisi wenyewe kuweza kufanya kitu. Kwa hiyo tunapoingia ndani ya uwanja na mablaza pia kuna muda unaweza ukafanya labda mistake. Unajua mchezo wa mpira, mchezo wa makosa. Uwezo ukacheza tu wewe ukosei. Okay. Kwa ile tunapofanya labda makosa, blaza anakuita bwana 1 2 3 tufanye hivi, ukifanya hivi itakuwa nzuri zaidi. Kwa ile sisi inatujengea confidence. Ndio maana nazidi kukua kwa hicho kiasi ambacho watu wanaona. Mchezaji gani wa senior team? Kwa sababu kama mchezo wa KVZ umeniambia wa winga, tuna mawinga wengi kwenye timu hapa. Tuna Sopu,
tuna Nado, tuna sijui nani Saduni, Diakite, wao wanachezaga winga, wanabadilishwa nafasi kutokana na mwalimu anavyotaka. Mchezaji gani ambaye unaongea naye sana kuhusu issue za winga pale kwamba nataka twende hivi? La winga. Si mzungu. Nado. Unaongea Nado? Nado ndo mwalimu wako? Sasa nikienda kucheza mimi, kitu ambacho pia namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi namba za juu zote nishaye kuzicheza na nacheza. 7, 9, 10, 11. Ndio. Shilingi 8. 8 pia nishaye kucheza. Unalamba. Ashafu anacheza namba ngapi Ashafu? Ashafu anachanganya. Ashafu naye aeleweke. Namba 2 winga anacheza zote, namba 10 pia anacheza. Sasa hivi baada ya Ashafu awe kocha. Au vipi? Haina noma. Shila yuko wapi? Mimi namtafuta Shila. Kibeku yuko mbali kidogo. Kuna sehemu anagusa kule. Lakini Nado. Fresh mwanangu. Sasa Nado ndo mchezaji ambaye Robo huwa anaongea naye sana. Kwa hiyo kama tutapata nafasi baadaye tutajimwaga naye, lakini hebu njoo kwa kocha Aliogope. Tumuulize kocha Aliogope swali. Makocha hao wanakuwa wanapika vitu. Mambo vipi mwalimu? Nakwaje? Bolu linataka wauni. Bolu linataka wauni. Bwana kocha Aliogope, mimi na maswali machache nataka nikuulize. Hatupati muda wa kuzungumza sana, lakini nafikiri umebobea kwenye soka la vijana. Wachezaji senior na vijana kwenye academy ndio objective yako ya kwanza pale Azam FC. Unahisi vijana wako Lobogasti, Kibeku, Ngita, Caleb, Twalib na wengine wote ambao wanatoka academy walio ndani ya club wamekufurahisha kiasi gani so far? Kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mwalimu ukifundisha vijana ukiachilia yote unatamani uone wanaenda kucheza senior. Kwa hiyo kitu kikubwa nilikuwa nao katika timu ya vijana, na umekuwa msimu mzuri kwetu sisi hasa katika timu yetu academy. Last season tumekuwa mabingwa baada ya miaka 13. Lakini pia ukiachilia ubingwa, ila tumekuwa na mafanikio makubwa. Tunao vijana wetu akina Robogasto, akina Kibeku wanacheza katika timu yetu kubwa, lakini wengine ambao wapo kwa mkopo, mfano Julius Machela yuko na Mungu anacheza katika kikosi cha kwanza. Kapteni Ali yuko na Mungu anacheza katika kikosi cha kwanza cha Namungo cha ligi kuu, lakini Abdul Karim Kiswanya anacheza katika kikosi cha kwanza. Mohamed Shila ambaye alikuwa katika kikosi cha timu under 20 mwenyewe sasa hivi yuko Sweden, lakini Ismail yupo katika klabu ya Ukraine. Kwa hiyo ni kama mwalimu najisikia faraja, lakini pia kama club hii inaonyesha kwamba sisi ni best academy kwa Tanzania kwa matokeo ambayo tunayapata, kwamba tunaona vijana tuko nao na tunaona performance yao. Kwa hiyo I hope baada ya miaka 4 miaka 5 tutafika mbali zaidi. Tunataka tuongee kuhusu head coach. Head coach amekuja kuongezea moto kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ni nadra sana. Unaweza ukawa na wachezaji wengi wazuri na vijana, lakini unatakiwa uwe na mwalimu ambaye pia anapenda vijana. Mwalimu Ibenge anapenda vijana na alionyesha mapema. Ukiangalia wakati wa Mapinduzi tuliwachukua zaidi ya vijana 7 na wote 7 ukiangalia wote wako katika mpango wake. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunawatumia wachache, lakini ukiangalia vijana wetu wa academy wote kila mtu kashamjua uwezo wake na sehemu anapomhitaji kwa position husika, anasema namhitaji mtu fulani. Endapo wachezaji wanapungua anawajua kwa majina, lakini pia anahudhuria kwenye mazoezi ya timu za vijana. Kwa hiyo hautumii nguvu sana kumshawishi, kwa sababu yeye mwenyewe pia anapenda. Ndio maana unaona tunapata matokeo mazuri kwa vijana. Kwa hiyo sisi kwetu kama walimu tunajisikia faraja. Obviously mimi nipo naona mwalimu ambacho anachokifanya, kwa hiyo na kile ambacho tulichokifanya nyuma, kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeendana. Bwana, mimi nakushukuru kwa muda wako. Kambini leo mkuja mwanetu Sopu na train na sisi. Sopu, mambo vipi? Unaendeleaje bwana? Bien. Karibu kambini Sopu. Asante. Umewaona mawinga wapi wa klabu? Mbavu Kibeku, Mbavu Lobogasti. Umeona? Nimeona. Hebu ongea nao vijana wako kidogo, kwa sababu wanasema wana vitu vingi bado vya kujifunza kwako, kwa Nado na mawinga wengine, lakini wanapiga story na nyinyi pia kutaka kujua ili kuwa bora zaidi kwenye hizo position wafanye nini zaidi. Hebu ongea nao vijana wako kidogo.
Sawa, hilo halina shida na tushaanza kuongea nao, na Mungu akipenda mimi naamini huko mbele tunapoelekea atakuwa bora zaidi yetu. Okay. Yeah. Pale wewe nani anakukosha? Lakini sio uwanjani, kwa sababu najua uwanjani uwezo wao, lakini kuna watu wana masimango. Kibeku au Lobo. Kuna mmoja yani akifanya cha kufanya kwenye mechi. Hapo kwenye sehemu ya kula mtulii, mkiamka anawakumbushia. Lobo au Kibeku? Kibeku. Kibeku bwana akifanya jambo uwanjani, lazima atutaka vizuri. Anahadisia, lazima tutaka vizuri. Bwana shukrani so. Bwana leo ndo hivyo kwenye kambi yetu, tuko kwenye uwanja wa mazoezi wa Maisara, tunaelekea mchezo wa nusu finali dhidi ya Young Africans. Michuano ni muungano na tuko Zanzibar. Kuna vitu vingi sana ambavyo bado hatujavifungua ndani ya kambi, so tukutane next time kwenye episode nyingine. Mimi naitwa Hashim Ibwe. Usisahau kulike, share, comment, alafu kwa ukubwa kabisa subscribe kwenye page yetu ya Azam Football Club on YouTube. Kuna madini mengi. It is what it is. Out.